Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tutajifunza makosa ya wakulima wengi wa ndizi. Kwa wakulima wengi wa ndizi hupata hasara, si kwa sababu hawawezi kulima, bali ni kwa sababu ya kurudia makosa yale yale mwaka hadi mwaka. Ina maana mwaka huu umefanya makosa haya na mwaka huu utafanya makosa yale yale, na makosa hayo yatakupelekea wewe kupata mavuno yaliyokuwa mazuri. Kwa siku ya leo tutazungumzia makosa hayo ambayo wengi hawapendi kuambiwa, lakini ukiepusha uzalishaji wako wa ndizi utapanda maradufu. Kwa hiyo tutajifunza makosa hayo pia na solution, kwamba kwa nini unafanya makosa, ni makosa gani na jinsi gani ya kuweza kuepukana nayo makosa ili kusudi kuweza kupata mavuno yaliokuwa mazuri. Katika kosa la kwanza ambalo wakulima wengi wanalifanya ni kupanda ndizi katika udongo usiofaa. Kwani mpenzi mtazamaji, ina maana natakiwa leo uweze kufahamu ni udongo gani ambao unafaa na udongo gani ambao haufai. Ina maana ukipanda ndizi katika udongo ambao haufai, wewe mavuno yako yatakuwa ni madogo na utafikia malengo ya mavuno. Wakulima wengi wanapanda katika udongo ambao hauna rutuba, udongo ambao unatuama maji, au udongo mwingine ambao unapanyesha maji. Kwa hiyo mambo ya vitu vyote hivi vinapelekea ndizi kupata rutuba. Ina maana udongo unapanyesha maji, udongo unakuwa unatuamisha maji, kwa mizizi lazima itaoza, udongo huo unakuwa hauna rutuba. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe tayari utakuwa haupati mavuno, utapata mavuno ambayo hayafai. Kwa solution ya jambo hili inabidi ufanye uchambuzi wa udongo. Inabidi ujue kwamba udongo wako ni aina gani ambao umepanda, na pia uongeze mbolea aina ya mboji, na pia utafute eneo ambalo halituami maji, yani eneo ambalo maji yanapita na kuondoka, hapa haituamishi maji. Au unaweza usitengeneze kisahani ukapanda mgomba wako au ndizi yako na pia usiweke kisahani, kwa hiyo inasababisha maji yasiweze kutuama. Katika kosa lingine mpenzi mtazamaji, nafikiri unaangalia ndizi hiyo ndizi imekuwa vizuri, lakini ndizi yake ni ndogo sana. Kwa mkulima huyu ni miongoni mwa wakulima ambao wamefanya makosa haya, ndio inapelekea mpaka ukiangalia ndizi yake kama unavyoiona hapo, ndizi imechoka, ndizi haina rutuba vizuri. Ni kwa sababu ya kafanya miongoni mwa makosa haya. Kosa lingine ni kutumia miche bora. Mara nyingi tunaweka mgomba kutoka shambani bila kujua una magonjwa au hauna magonjwa. Ina maana wewe kama unavyoangalia katika screen hapo, unaweza kumwambia huyo mkulima wako ndizi ukaenda kupanda huo mgomba, lakini kumbe haujui mgomba unaweza kawa una changamoto ya ugonjwa. Kwa hiyo mwisho wa siku wewe hautapata mavuno mazuri. Kwa hiyo suluhisho kubwa inabidi utumie miche iliyokuwa bora. Unaona, tuwasiliane katika namba zinazopita hapo, unaweza kutumia miche iliyokuwa bora ili kwa ajili ya mavuno yaliyokuwa mazuri. Pia katika kosa lingine kubwa ni kupanda kwa msongamano mkubwa. Unakuta wakulima wengi wanadhani migomba mingi shambani ndio sasa na mavuno makubwa, kumbe hapana. Inatakiwa ndizi uweze kupanda iweze kujiachia nafasi. Kama unavyoangalia katika screen yetu hapo, huyu ni mkulima wetu ambaye naye amepanda kitaalamu. Ina maana kaacha nafasi. Kwa solution ya hii hapa ndio uweze kuacha nafasi walau mita 3 kwa mita 3. Unaona, ukipanda kila ndizi mpaka ndizi nyingine uweze kuwa unaacha nafasi ya mita 3 kwa mita 3, yani mita 3 mita 3. Ndio solution nzuri ambayo inaweza kusaidia wewe ukaweza kupata mavuno yaliyokuwa mazuri. Pia kitu kingine mpenzi mtazamaji, ni kosa la 4 ni kukata manyasi au machipukizi kwa wakati. Ina maana kama wakulima wengi hawakati machipukizi. Kama unaangalia katika ndizi yako hiyo ndizi ina mama mmoja, ina machipukizi 1 2 3, na wana vichipukizi vingine vidogo viko chini. Kwa hiyo kama wewe utashindwa kukata machipukizi kwa wakati, ina maana wewe utasababisha ndizi yako kutokutoa vizuri. Kama ndizi unavyoiona hiyo hapo chini machipukizi mengi lakini haitoi. Angalia ndizi nyingine kama hii hapa, machipukizi mengi na wala hajatoa mtoto. Ina maana machipukizi mengi ama machipukizi inabidi yaweze kukatwa kwa wakati maalum. Pia katika kosa lingine muhimu sana, kosa la 5, kutopeleka maji na mbolea
kwa mpangilio. Hapo nashauriwa kwamba unaona kama vile ndizi zetu hizo, ina maana kwamba ziko kwa hatua kwa vizuri, lakini eneo letu kama unaangalia liko kavu. Kwa hiyo huyu mkulima huyu anategemea sana anategemea sana mvua zinyeshe ndio aweze kupata maji. Kwa hiyo hii haishauriwi sana, inabidi kuwepo na uwezekano wa maji, walau maji kila wiki. Kila wiki inabidi uweke walau maji. Kwa kila ndizi unaiona ndizi ipate maji ya kutosha ili kusudi iweze majani iweze kubadilika yasikakamae kama unavyoona hivyo yalivyokauka na yalivyochoka. Na pia kitu kingine inabidi uweke mbolea. Uweke mbolea ya kupandia na mbolea nyingine kama unavyotazama hapo. Shamba liko safi, lakini inabidi huyu aweze kupiga mbolea pamoja na maji. Na makosa lingine la 6 ambalo itakuwa kosa letu la mwisho kwa siku ya leo, itakuwa kuacha kutunza shamba. Ina maana kama wewe shamba lako hautalitunza, basi shamba hili litapelekea kutopata mavuno mazuri. Cha kwanza mpenzi mtazamaji, naomba tuweze kumpongeza mkulima wetu huyu. Ina maana shamba lake ametunza vizuri. Kama tunavyoangalia hapo, shamba limependeza vizuri, limeacha nafasi kama hatua zinavyotakiwa 3 kwa 3, na pia amelisafisha. Shamba ni safi. Amesafisha, amekata majani vizuri, ni safi. Kwa maana mtu kama huyu anatarajia mavuno mazuri pale ambapo mvua itakapoanza kunyesha. Na ukiangalia vizuri katika shamba lake, ina maana kila shamba lina matunda yake. Unaangalia kila ndizi, kuna ndizi ambayo tayari ishaanza kutoa. Ina maana shamba lake ameacha nafasi nzuri. Kwa ndizi zinao uwezo wa kuweza kufanyaje, wa kuweza kupitisha hewa na kubadilishana nafasi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kikubwa kabisa inabidi wewe na mimi tuweze kukumbuka na tuweze kutambua kitu cha msingi. Kitu cha kuweza kutambua ni kitu kimoja, kwamba ndizi ni biashara na ndizi sio bahati. Unaona? Kwa hiyo ukiepuka haya makosa 6 ambayo nimeweza kukutajia hapa, basi wewe chanzo chako cha mapato kitakuwa ni cha uhakika. Kwa kuna makosa 6 ambayo nimeweza kukutajia hapo. Ukiepuka hayo makosa, ina maana wewe chanzo chako cha mapato kitakuwa cha uhakika. Kwa sababu unakuwa unafanya kazi ambayo sio majaribio. Tunaelewa mpenzi mtazamaji? Kwa hiyo kitu kingine, ukihitaji elimu ya ziada ya hatua kwa hatua kuhusiana na kilimo bora cha ndizi, usisahau kusubscribe na kufuatilia video inayofuata. Kwa kuna video inayofuata ambayo pia tutaelezea hatua mbalimbali za shamba lako la ndizi. Kwa kujikumbushia tu, katika leo tumeweza kuzungumzia mada muhimu ambayo makosa 6 wanafanya wakulima wanaoyafanya, ambayo tumeweza kuangalia. Kosa la kwanza ni udongo usiofaa. Kosa la pili, kutumia miche isiyokuwa bora. La 3, kupanda kwa msongamano. La 4, kutokuhudumia shamba, ina maana kukata manyasi, yaani machipukizi unashindwa kuwatoa vizuri. Kosa la 5, kutokupeleka maji shambani pamoja na mbolea. Na kosa la mwisho, kuacha kutunza shamba lako. Kwa watu wengi wanashindwa kutunza shamba. Kwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, cha kumalizia inatakiwa tuweze kusubscribe, tuweze kulike pamoja na comment. Pia napokea maoni. Naomba unipe maoni kwamba ni kosa gani umewahi kulifanya kwenye kilimo cha ndizi. Tumeweka kumbukumbu ili tuweze kuwasaidia wakulima wengine pia. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kuna swali nimeweza kuachia hapo kwamba ni kosa gani umewahi kulifanya kwenye kilimo cha ndizi. Miongoni mwa haya makosa 6 ambayo tumeweza kuzungumzia. Kwa hiyo katika video ijayo, ina maana tutaanza kujibu maswali pamoja na kushauri wewe miongoni mwa makosa haya ambayo umeyafanya, na hii suluhisho uliochukua, je, imeweza kukusaidia au haijakusaidia. Tunaweza kutoa shukrani mpenzi mtazamaji kwa kuweza kutufuatilia kupitia Nebuye TV, na kuomba kumbuke pia kuweza kusubscribe, kuweza kulike na kucomment pamoja na kushare, na usisahau kuweza kujibu swali letu katika comment. Swali lile ambalo unasema ni kosa gani umewahi kulifanya kwenye kilimo cha ndizi. Naomba tuende kwa pamoja ili kusudi tuweze kufuatilia video ijayo. Naona video ijayo itakuwa ni video bora na zaidi kwa ajili ya kuweza kuelimisha wewe mpenzi mtazamaji, ili uweze kupata mavuno yaliyokuwa bora.
kwani ukitaka mali utaipata shambani. Karibu katika video ijayo.